Ombi langu kwa sasa, kwa sababu tumeambiwa tusubirie hiyo majibu ya DNA. Niseme tu nawashukuru Millard Ayo walipotufikia nyumbani jana pale na kutusaidia kupaza sauti zetu kwa Mama Samia Suluhu. Tumezungumza kuhusu hili swala, ila yeye amesema kwamba hili swala limuhusu sana, maana kwa sababu kesi ipo polisi na yeye anasubiria hiyo majibu ya DNA, na huyo Glory yupo chini ya udhibiti na kafukuzwa hapa kazini. Na manesi wengine waliokuwepo zamu walienda kuhojiwa na wenyewe. Nashukuru. Naitwa Nixon Maleko, ni wakili wa serikali kutokea Wizara ya Katiba na Sheria. Kama nilivyoeleza pale awali kwamba tumekuja hapa mkoa wa Arusha, tunatekeleza kampeni ya Mama Samia ya utoaji wa msaada wa kisheria kwa wananchi. Kampeni hii ipo hapa tangu tarehe 28 uzinduzi ulipofanyika pale kwenye viwanja vya Ngarenaro, na tulifanikiwa kufika na tumefika. Tumeonana na mganga mfawidhi ambaye kwa upande wake ametueleza kilichokuwa kimejiri, lakini sambamba pia na maelekezo ambayo tayari ameshatoka kutoka Wizara ya Afya kuhusiana na ufuatiliaji wa lalamiko hilo na hatua ambazo zinatakiwa zichukuliwe. Sisi kama wataalamu wa utoaji wa msaada wa kisheria tupo bado bega kwa bega na mama yetu pamoja na binti yake huyu ambaye amebadilishiwa mtoto, kuweza kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinafuatwa na ukweli unakuja kufahamika, na hatimaye kama ni binti kupatiwa mwanae basi ampate, lakini kama yule aliyekuwa amejifungua ndiye alikuwa ni mwanae vile pia itafahamika, kwa sababu tayari zipo hatua za kisheria zimeshachukuliwa, ikiwa ni pamoja na sampuli za hawa watoto watatu ambao mmoja kati yao ndo anahisiwa kwamba ni miongoni mwa yule mtoto wa binti Neema. Kwa hivyo majibu yatakuja, lakini pia mhudumu wa hospitali aliyekuwa akimhudumia Neema kwa siku hiyo tayari ameshachukuliwa hatua za kisheria na ameshafikishwa jeshi la polisi mkoa wa Arusha, tayari ameshachukua hatua dhidi yake.